Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi Ephraim Mwanasisi Mwangomo, mkuu wa hifadhi ya Nyerere. Hifadhi hii ya Nyerere ni hifadhi ya kipekee kwa sababu ndio hifadhi kubwa kuliko zote hapa Tanzania na imepewa heshima kubwa kwa kurithi jina la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na hifadhi hii si tu kubwa na ya kipekee, lakini umuhimu wake kiuchumi ni wa kipekee. Hifadhi hii ina miradi mikubwa ya kimkakati ambayo iko ndani ya hifadhi hii ya taifa ya Nyerere. Tuna bwawa la umeme la Julius Nyerere Hydropower Project ambalo ndio linazalisha umeme unaosukuma uchumi wa Tanzania, na mradi huu tayari umeshakamilika na tayari umeme tunaotumia sasa unatoka ndani ya hifadhi ya taifa Nyerere. Lakini mbali na mradi wa umeme tuna bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda liko kaskazini mwa hifadhi hii ambalo litamaliza kabisa shida ya maji ya kunywa Dar es Salaam na Pwani. Ujenzi wa bwawa hilo na wenyewe unakaribia kukamilika, na upande kwetu sisi wa hifadhi, bwawa lile litasaidia kupatikana kwa maji kwa wanyama, lakini pia litatoa changamoto ya maji ya kutumia kwa Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo hifadhi hii ni ya kimkakati kwa sababu ina hiyo miradi ya kimkakati mikubwa ambayo inaowezesha uchumi wa taifa letu la Tanzania. Upande wa pili, hifadhi hii imefanikiwa, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza katika miundombinu ya utalii kwa kiasi kikubwa sana. Kuna malango makubwa ya utalii yamejengwa katika hifadhi hii, lango la Msolwa, lango la Likuyuse Kamaganga, pamoja na kule Mtemele ambako mmeshuhudia kuna lango kubwa kabisa la utalii, lakini sio tu lango, pamoja na uwanja mkubwa wa ndege ambao utapokea watalii wengi pale, pamoja na nyumba za kulala watalii. Kwa hiyo uwekezaji wa miundombinu ya utalii umefanyika ili kuhakikisha wageni wanaotembelea katika hifadhi ya taifa ya Nyerere wanapata huduma nzuri na bora. Kwa hiyo serikali ya awamu ya sita imefanya jitihada kubwa kabisa kuhakikisha miundombinu ya utalii inaimarishwa katika hifadhi hii, na tumeona mapato na idadi ya watalii imezidi kuongezeka tangia hifadhi ilipoanzishwa mpaka sasa hivi, na tunakoelekea wageni watazidi kuongezeka kwa sababu kwa mfano miundombinu ile ya uwanja wa ndege ambayo imewekezwa kule Mtemele itasababisha ndege nyingi kutua kwa urahisi na idadi kubwa kabisa ya watalii kufika. Tunapokea wageni wengi sana kwa majirani zetu pale Zanzibar, wanakosa ndege za kuwafikisha hapa hifadhi ya taifa ya Nyerere, lakini miundombinu hii ya uwanja wa ndege itasababisha ndege kubwa kuchukua watalii wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ile changamoto ya wageni kushindwa kuja mbugani itafutika kabisa, kwa sababu kutakuwa kuna ndege kubwa zenye kuchukua watalii wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuwawezesha hao watalii kufika hifadhi ya taifa ya Nyerere kwa haraka sana. Kwa hiyo idadi ya wageni itaongezeka, na hifadhi hii kama nilivyosema ndio hifadhi kubwa kuliko zote. Kwa hiyo kuna maeneo ya uwekezaji ya lodge na tended camp ambayo yako wazi. Kuna zaidi ya site 52 ambazo zinatakiwa wawekezaji wachukue na wajenge. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wawekezaji wa sekta ya utalii mje Nyerere. Potential ya Nyerere ni kubwa sana. Idadi ya accommodation, idadi ya vitanda ni ndogo, na inatokea wageni wanatoka kutoka huko nje, wachache wanalala kwa sababu nafasi za kulala hazitoshi. Kwa hiyo hizo fursa tuzichangamkie, watu mjenge kwenye hizi site mpya ili watu wasije Nyerere na kurudi siku hiyo hiyo, waje walale. Kuna shughuli nyingi za kuwafanya wageni walale, kwa sababu kuna shughuli za kutembelea bwawa, kutembelea mto, kutembelea wanyama ambazo mtu huwezi kuzimaliza kwa siku moja. Ukipata kulala night 2 night 3 ndipo unaweza kufanya game drive, unaweza kufanya boat ride, unaweza kaenda kwenye bwawa na explore vivutio vyote vilivyoko ndani ya hifadhi ya taifa Nyerere.
Nyerere. Kwa hiyo hizo saiti mpya za uwekezaji ni fursa ya kipekee, kwa sababu idadi ya wageni inazidi kuongezeka na wanahitaji sehemu za kulala. Kwa hiyo itawasaidia wao wawekezaji watakaowekeza huko kupata uchumi, lakini itatoa huduma nzuri kwa wageni. Na ili kuweza kufika hifadhi hii ya taifa ya Nyerere, kwa upande huu wa Matambwe unaweza ukatokea Morogoro njia ya Kisaki, kaja kutoka Morogoro kaja mpaka Kisaki geti la Matambwe. Tunashukuru kwa jitihada za serikali, tayari barabara ya Bigwa Kisaki imeshapata mjenzi na yuko site ameanza kujenga barabara ya kiwango cha lami ambayo itafupisha sana kutoka Morogoro kuja Matambwe kwa hiyo njia ya Bigwa Kisaki, na hii itawawezesha wageni kufika kirahisi kwa njia ya gari kutokea Morogoro. Na upande wa Dar es Salaam unaweza ukafika kutokea Kisarawe kuja Mtemele, kile kijiji cha Mloka ni kilomita 150 tu. Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami ukifanyika kutoka Kisarawe kuja Mloka, utalii na ufikikaji kwa lango la Mtemele utarahisishwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini sio hivyo tu, Dar es Salaam ina watu zaidi ya milioni 5, milioni 6 wanatamani weekend waende sehemu kutalii. Kwa hiyo ujenzi katika barabara hiyo ikijengwa kwa kiwango cha lami, watu wataweza kupata sehemu ya kukimbia jiji na kuja kupumzika huko. Weekend kutakuwa kuna jaa huko. Kwa hiyo ninatamani kuona hiyo barabara kwa kiwango cha lami inatengenezwa ili kuinua uchumi wa Kisarawe, kuinua uchumi wa Mloka. Mtu akiweza kujua tu anatoka Dar es Salaam mpaka getini kwa lami, ina maana ni rahisi kabisa. Na pale Mloka kuna hoteli za viwango tofauti tofauti ambazo hata Watanzania wa kawaida wanaweza wakazi afford. Watu wanaogopa kusema ukienda polini utalala kwenye hoteli ya kitalii ambayo ni expensive. Hapana, ukija pale nje ya geti ambapo ndio Mloka, kuna hoteli za level zote ambazo Mtanzania wa kawaida kabisa anaweza kuafford. Kwa hiyo miundombinu hiyo ya barabara itatusaidia sana kuwawezesha Watanzania kuja kutembelea hifadhi yao pendwa ya Nyerere, na wakishaona Watanzania wenyewe wanatembelea, tutawahamasisha hata na watalii sasa na wao kuja kutembelea hifadhi hii. Kwa hiyo hifadhi hii ya Nyerere ni muhimu kwa sababu kibioanuai inaongoza makundi makubwa ya wanyamapori yanapatikana katika hifadhi hii. Kuna zaidi ya tembo 23,000 sasa hivi, na huko nyuma walikuwa wamepungua sana, lakini baada ya jitihada za kuongeza uhifadhi na ulinzi, idadi ya makundi ya tembo yamezidi kuongezeka, makundi ya nyati yamezidi kuongezeka. Habari ya viboko ndio usiseme, mto Rufiji na mito mingine, mto Kilombero, mto Luwengo na kadhalika ina viboko. Lakini hiyo ujenzi wa bwawa la Nyerere ndio umeongeza mazingira ya viboko zaidi ya mara 100, kwa sababu ulikuwa ni mto tu, baada ya kuwekwa ule ukuta limegeuka limekuwa ziwa. Hii bwawa la Nyerere ni kubwa kuliko Lake Rukwa, ni kubwa, yani ni ziwa, sio ni bwawa kwa sababu ni man made, lakini ni ziwa kutokana na ukubwa wake, sababu unaongelea upana wa zaidi ya kilomita 25, urefu wa kilomita 100, yani umbali wa kutokea Posta kwenda Chalinze ndio kilomita 100, ndio upana urefu wa hilo ziwa. Kwa hiyo ni ziwa. Kwa hiyo mazingira ya viboko na mamba yameimarishwa mno. Hapa kutakuwa ndo makao makuu ya viboko, makao makuu ya mamba, kutokana na mazingira ya lile ziwa, na kutakuwa na hizo shughuli za sport fishing na kadhalika. Kwa hiyo wale ambao wanachelewa kuja kuchukua saiti zao za uwekezaji ndani ya hifadhi ya Nyerere wakimbie, kwa sababu mtu ukishapewa saiti umepewa, mwenzako hawezi akapewa sehemu ulikopewa jirani na wewe. Kwa hiyo wanasema early bird catch the worm, yule anayewahi ndio anachukua cha kwake na anawekeza mapema kabisa. Kwa hiyo natoa wito kwa wale wanaowekeza waje mara moja kwenye hifadhi ya Nyerere kwa sababu ya fursa hizo ambazo zipo katika hifadhi hii. Kuna makundi mazuri ya wanyama, kuna mvua za kutosha. Hifadhi hii imebarikiwa neema ya mvua. Kwa hiyo kuna majani ya kutosha, wanyama wanafurahia chakula, wanafurahia maji, na
na wanaongezeka kwa jinsi ambavyo siku zinavyozidi kwenda, idadi ya wanyama inaongezeka. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii kuwahimiza watu wawalete watoto wao kutembea hifadhi ya taifa Nyerere. Watoto wakiletwa hifadhini, kwanza wanapenda yale mazingira ya hifadhi, wanayafurahia, lakini unawaachia watoto kumbukumbu ambazo zitabaki maishani mwao mote. Na hii ni kwetu sisi wa Tanzania. Mtu akishaona vivutio vya kipekee ambavyo viko katika nchi hii, katika hifadhi ya taifa ya Nyerere, atakuwa anajivunia kwamba jamani, Tanzania tumebarikiwa, tuna makundi mazuri ya wanyama wakiwepo twiga na wanyama wengine wengi wao katika hifadhi. Kwa hiyo ningetoa wito kuhamasisha wazazi waje wawalete watoto wao kutembelea hifadhi ya taifa ya Nyerere ili waje wawe mabalozi wazuri wa utalii. Karibuni sana hifadhi ya taifa.